Simba mara nyingi wanakuwa hii ndio hatua yao ya mwisho mara nyingi. Safari hii kwa ubora wao chini ya kocha Fadlu Davis, unaiona Simba ikitotea kombe ama hata ikivuka hatua hii ya nusu finali kwenda? Mfupa ambao wamekutana na Simba sio mfupa mwepesi. Al-Masry sio timu nyepesi. Ingawaje Al-Masry kwenye hatua ya makundi walikutana na mtelemko. Umeelewa? Vibonde. Unakumbuka Black Bulls ya Mozambique, umeelewa? Walikutana na Enyimba ya Nigeria kwenye makundi, walikutana pia na Zamalek wenyewe kutoka pale Misri. Kwa hiyo hata ulivyokuona ile kundi lao la Al-Masry, ulikuwa unamuona Zamalek, unamuona Al-Masry, unaona hawa ndo wanaenda. Kwa sababu ukiangalia ligi ya Misri na ligi yetu hapa, Simba utamfunga Dodoma goli 6, Simba utamfunga Suni goli Coastal Union goli 3 bila, utamfunga Namungo, utapambana na Azam, lakini tukija kwenye quality ya timu ya ligi, ukienda Misri, ukikutana labda na El Ahly, sio Al Ahly, El Ahly, sawa, ya Misri ambao ni ya benki, ni timu ya kawaida, umeelewa? Ukikutana na Fedi FC ya Al Ahly, lakini angalia quality ya ligi yenyewe, wale wakishuka wakija kucheza huku shughuli tunayo, umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia Al-Masry sasa hivi kwenye ligi ya Misri tayari wao wamejibandika title yao kuwa nafasi ya 4, yani ikitoka Al Ahly, Zamalek, Pyramids wao nafasi ya 4. Umeelewa? Nafasi ya 4. Wana uhakika wa kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa kwa sababu ya ubora wao. Hauoni kama wao ni wa 4, Simba huko unajua ni namba 1 huko. Tunasema ni 1 2 wanaigombea. Hivi msimu uliopita ya Simba ilikuwa na nafasi ya ngapi? Simba ilikuwa nafasi ya 3. Msimu mmoja. Unajua tutasema mengi sana. Pamoja na kwamba washai kukutana Simba na Al-Masry. 18 of course walikutana na Simba hapa hiyo tutaizungumzia, lakini pamoja na hayo ukizungumzia ligi ya Misri, sawa, yule ambaye anashika nafasi hata ya 10 ya ligi ya Misri ndio mlete hapa anza kashindana na Yanga na Simba kwa ubora. Serious? Nakwambia nafasi ya 10 baba, wale wamewekeza, umeelewa? Wale wamewekeza, wale wanajua kucheza michezo migumu. Sema timu hizi zingine hazipate nafasi. Kuna timu nyingi ambazo ukizileta huku ukiambia ingia kwenye ligi ya Tanzania, wanaweza kashangaa mabingwa mara 4 mfululizo. Sema sisi kwa sababu tu ya mazingira, tusemeje, yani kwamba, lakini usiniambie timu ambayo inashiriki ligi kuu ya Misri iko nafasi ya 10 ije imfunge Yanga au Simba hapa Tanzania. Wakija hapa wanampasua. Ndio maana anasema unapokutana na Simba na Al-Masry, usichukulie Al-Masry kwa sababu wenyewe labda iko nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi ya Misri. Quality ya wachezaji waliokupo pale, umeelewa? Uwezo wao wakija katika ligi hizi za kawaida hizi. Al-Masry akija Tanzania hapa, sio Yanga wala sio Simba, anatoboa, anachukua ligi mfululizo hata mara 5. Nakwambia. Sawa, lakini hao Al-Masry unawaona kwenye hii hatua ya kufuzu mpaka amefikia hatua ya robo finali. Nakumbuka wameruhusu magoli 4. Sijui kama sikosei ni sawa na Simba. Lakini wao unaona wako compact sana kwenye kuzuia, wako vizuri sana kwenye kuzuia. Uone kama wao watakuwa yani defensive in nature muda wote kushinda Simba ambao tunaona wanafunguka na kushambulia. Wanakuambia timu ambayo itakuletea makombe ni timu ambayo ina safu nzuri ya ulinzi. Sawa? Itakuletea makombe. Timu ambayo itakuletea ushindi ni safu bora ya ushambuliaji. Kwa hiyo mshambuliaji ambaye atakuletea ushindi anaenda kufunga, yani kushinda mechi ni ushambuliaji. Kubeba makombe ni ulinzi. Umeelewa? Kwa maana hiyo ubora wa ushambuliaji wa Simba, hebu ufikirie, unamzungumzia Mkwala, unamzungumzia Ateba. Forward. Ukikutana na mabeki ambao wanajua kukaa kwenye njia na kuzuia mikimbio na akili zote ambazo wamezifuatilia, Simba inawezekana asipate goli. Lakini wana Mpanzu Kibisawala, mzee wa kufungua vilivyofunga. Sio Mpanzu tu huyu. Mzungumzie pia na Kibu Dennis Mkandazi. Sawa. Kibu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaogopa Afrika sasa hivi. Ni miongoni ambao ukizungumzia safu ya ushambuliaji kutoka pembeni, Kibu Dennis ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana. Na ukimuongezea Mpanzu ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi anaiongezea ubora safu ya ushambuliaji wa Simba. Na sasa hapo ukimleta na Ateba,
sawa au Mkwala wanasaidia na hao watu, na nyuma yake kukiwepo na mtu ambaye anaongoza kwa ufungaji wa magoli Tanzania ambaye Ahua Chaza Ahua, umeelewa? Lakini unapokutana na timu ambayo inajilinda vizuri, Simba bado hawana mbinu sahihi ya kushinda zaidi ya kutokea pembeni, kumtegemea Kibu Dennis, kumtembea Mpanzo ambaye ataingia ndani. Wengi hapa katikati, hata Ahua mwenyewe akikutana na timu ngumu ambazo ziko compact, alafu ambao mabeki ambao wanajua kucheza na space afu na mtu, unajua kuna kucheza space na kucheza na mtu, hawana ujanja. Kwa hiyo ni timu ambayo mimi naiona Al Masry ana nafasi kubwa sana kuliko Simba. Ukiachana na historia ambayo inaionyesha Al Masry ikicheza na Simba na ikipenya mbele ya Simba. Umeelewa? Dimba la Mkapa tunakumbuka walitoka kwa kufungana magoli 2-2. Historia inakwambia watu gani wa upande wa Simba walikuwepo. Kina Emmanuel Okwi wapo, kina Kotei wapo pale. Kina Kwasi. Unamkumbuka? Asante Kwasi. Umeelewa? Sasa watu kama hao walishinda goli 2 hapa, lakini zote zilitokana na matuta. Sawa umeingia kwenye boksi na nini, lakini ni matuta. Okwi alikuwa anafanya pressing kali sana. Na hiyo penalty yenyewe ilitokana na Okwi. Kuna beki ambao alisababisha ile faulo ya kwanza. Alionao kwenye faulo ya kwanza dakika kama ya 6 hivi. Akaja kunawa tena dakika ya kama 74 hivi. Akaja kunawa wakati Emmanuel Okwi anawapelekea moto kwenye eneo lao. Lakini Simba tusisahau walipata penalty ndio zikapata goli 2. Wale jamaa walipata penalty 1 na goli 1. Kuna mshambuliaji mmoja alikutana na mpira, kuna jamaa alikuwa na press pembeni, akapiga pasi, hajatua mzee kaunganisha nayo ikaingia ndani. Nakumbuka ni James Kotei alikuwa ndo anamkaba yule mchezaji. Yule mchezaji hakutaka atakulemba kitu ndani. Kwa Simba hapa katoka kwa 2-2. Kule hawakufungana. Umeelewa? Sasa hapo utaona kabisa matokeo yaliyotangulia yanawapa nafasi Al Masry kupenya kwenye nafasi. Umeelewa? Ingawaje sasa kipimo cha Simba, ukianza kuangalia Simba kuingia kwenye hatua ya robo finali, Simba walikuwa na mfupa mgumu kuliko Al Masry ambao walikuwepo na mfupa mgumu alikuwa ni Zamalek tu ambaye anatoka kwenye timu yake. Enyimba ni timu ya kawaida kwa sasa hivi. Black Bulls kutoka Msumbiji ilikuwa ya kawaida, umeelewa? Kwa wao tulikuwa tunaona wanapita, lakini kwa Simba ilikuwa unamwona anapita. Sfaxien ndio timu ambayo ilikuwa na historia kubwa kwa upande wa Simba kwenye magrupu, si ndio? Constantine pia alikuwa na historia nzuri naye kuliko hata Simba. Ingaje Simba currently, Simba ndio alikuwa na historia nzuri zaidi yao. Lakini ukiangalia nani kachukua makombe, huyu kachukua, huyu kafikia hatua fulani, ilikuwa ni kubwa sana. Bravo nao walikuwa ni timu ambayo ulikuwa naiweka mwishoni kabisa, na kweli imekuwa ya mwishoni. Lakini ukizungumzia Simba inapokutana na timu za Misri, si ndio? Kuna namna ambayo tunaweza kuibeba Simba, kwa sababu Simba shakutana na Al Ahly. Na kweli walionyesha mchezo mzuri kwenye AFL, unakumbuka vizuri. Dimba la Mkapa unakumbuka? Simba alionyesha mchezo mzuri. Hata mchezo licha kwamba walifungwa ilikuwa 2-2 kule Misri, lakini walionyesha mchezo mzuri sana Simba. Tunaweza tukasema Simba kwa sababu walishacheza na kaka zao. Unajua kiumri hata uanzishaji wake kwa maana Al Ahly wenyewe walianzisha mwaka 1907. Al Masry sio mkubwa kuliko yeye. Al Masry alianzishwa 1907. Al Ahly 1902 kama atakuwa nakumbuka msaidi. Kwa hiyo Al Ahly wao ndio walianza mapema kwa kubwa. Sasa ukubwa wa uwanjani, kama ulishacheza na mkubwa wako ambaye ni Al Ahly, unaletewa mtu ambaye anashika nafasi ya 4, unaweza kaona unamweza. Lakini ukiangalia uwanjani unaona Simba wana wakati mgumu sana wa kutoboa. Unajua tusije tukajidanganya kwa kuziangalia timu zetu za Tanzania, sawa? Ligi yetu kama nilivyokuambia, Dodoma Jiji anakula goli 6, Swindani anakula goli ngapi, tukajua Simba wako vizuri. Kiukweli kabisa Misri wana timu bora kuliko Al Masry. Lazima wafahamu kwamba kuna baadhi ya wachezaji na wa kupambana nao sana. Kuna namna ambavyo wajue tu kabisa nani ambaye anaenda kuadhibu. Mfano kuna mtu anaitwa Salah Mohsen. Lakini kuna mtu forward yao. Lakini yule jamaa anavaa namba 9 mgongoni.
Sio kwamba anakaa katikati tu peke yake, anaweza katokea pembeni au kushoto. Kwa hiyo anaweza mpango wa mwalimu, na yule jamaa sasa na magoli 7 kwenye ligi. Magoli 7. Amezidiwa na wachezaji watatu. Kwa maana yake yeye ni 4 katika ufungaji. Wengine wote wana penalty. Yeye anata penalty hata hii moja. Kuna mtu anaitwa Mohamed Swami. Huyo ni mchezaji ambaye kutoka kwenye timu hiyo, katika miongoni mwa wale wafungaji, yeye ana magoli 2. Angalia interval yake. Naye huyo anacheza nafasi hizo ambazo anacheza Mosen. Umeelewa? Kwa maana Mosen ameanzia katikati, yeye akatumwa pembeni. Maana yake mna madhara kulia, mna madhara kushoto. Sawa, kuna wengine ambao wanaweza kaisaidia pia Al-Masry. Ukija kwa Simba, mimi binafsi kwa upande wa Simba sina shida sana kwenye eneo la kutoka kwenye mashavu ya ushambuliaji wa Simba. Hapa shida yangu ni finish ya watu wa katikati. Ateba, Damkwala. Eneo la backline. Upande wa backline mbavuni. Hapo pia na wasiwasi. Alafu na wasiwasi pia na afya ya Pimpini Kamara. Wameenda naye kule. Inawezekana hayuko katika ufiti ambao unatakiwa. Amekosa mechi ngapi? Mpaka timu yake ya taifa amekosa kucheza. Umeelewa? Inawezekana asiwe kikosi cha kwanza. Pale Al Salim ndo akaanza. Sina shida na Al Salim. Kacheza IFL, kwa hiyo kujiamini kwake kutakuwepo tu kwa sababu achacheza mechi kubwa. Sasa Lugano, tumalizie hapo kwamba wewe msimamo wako upo wapi kwenye hii mechi? Simba anaipeperusha bendera vizuri ama tunarudi nyumbani? Simba wajiandae kisaikolojia. Simba wajiandae kisaikolojia. Al-Masry, sawa, ni timu ambayo ni bora kuliko Simba. Al-Masry. Kihistoria Simba washaye kufungwa, washaye kutolewa na Al-Masry. Umeelewa? Kihistoria washaye kutolewa. Na Al-Masry ni timu ambayo ina wachezaji bora sana kuliko Simba. Kwa hiyo Simba wajiandae kisaikolojia. Kama Simba wakipita wakimtoa Al-Masry, Simba naona wanaenda finali. Simba akimtoa Al-Masry wanaenda finali. Kwa Zamalek. Sasa hiyo finali ndio tutatuletea kumbukumbu ya mwaka 2003. Zamalek kama naye atatoboa vizuri, naamini atafika huko, atakutana kwenye finali. Lakini Simba ajiandae kisaikolojia. Na nikumbushe, unapokutana na timu ya Misri kwao, sawa, inatakiwa kwanza jitahidi usifungwe. Yaani Simba wakienda kule wajitahidi wasifungwe, wakashinde. Yaani kama sio kushinda Simba, basi wasifungane. Simba wasiruhusu goli. Si unanielewa? Wale jamaa wakija huko wana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo Simba wanatakiwa wawe makini sana. Mimi naamini Simba kwa Al-Masry, Simba inawezekana hapa ndo kituo chao cha mwisho. Wanarudia yale ya kina mwaka robo. Hapa inawezekana wasitoboe. Shukrani sana. Asante sana.